Msingi wa taifa lolote ni malezi ya watoto na malezi ya familia. Ndio efficiency inakotafuta. Kwa leo hii taifa linakuwa ni mzigo kwa sababu au miaka 10 au 20 mbele taifa litakuwa kwenye mzigo mkubwa na frustration kwa sababu tayari tulishindwa kuweza kucombat hiki kinachotokea leo huku chini. Kitu gani kinatokea huku chini leo? Ni tatizo kubwa la udumavu. Mkoa wa Njombe unaongoza katika mikoa ambayo ina watoto wengi wenye udumavu. Na utashangaa ni mkoa ambao uko kwenye nyanda ambazo chakula ni cha kutosha. Chakula sio shida. Yes. Kwa nini? Kwa sababu kuna ukosefu mkubwa wa elimu. Okay. Sawa. Kwa sababu unapozungumzia udumavu maana yake ni chakula ambacho kinakosa virutubisho. Sawa. Ugali ambazo tunakula mashine ambazo sisi tunatumia kusaga ni mashine zinazoondoa virutubisho kwenye mahindi yetu. Sawa. Na ndo mashine zote zinatumia vijiji vyote. Na mzazi anajua mtoto atakula ugali, atakula na mboga ya majani kidogo hapo, imeisha hiyo. Mtoto mpaka anafika miezi 6 au miezi 3 hajawahi kula samaki. Mtoto hajui protein. Huyu mtoto anaamka asubuhi, anatoka amekula tu viazi, anaenda darasani, anasoma, akirudi mchana atapewa ugali, atarudi jioni atarudisha tena viazi. Mambo ni yale yale. Mambo ni yale yale. Uweze akao mtoto anauelewa wa kuweza akili hawezi kuchakata. Hawezi kuchakata. Kwa ni tatizo kubwa na uwezi kuamini. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya, kati ya watoto 100 nusu ya watoto chini ya miaka 5 wana tatizo la udumavu. 30% ya watoto wanaozaliwa sasa hivi Tanzania au wanaokuzwa 30% wanakutana na changamoto ya udumavu. Sasa hii ni Tanzania yote au ni Tanzania yote? Ni changamoto. Kwa takwimu ya Tanzania yote. Yes. Sasa takwimu ya kitaifa. Ya kitaifa, lakini Njombe ndio kati ya mkoa ambao unachukuliwa kwa stadi kubwa zaidi. Kwamba ina hiyo tatizo katika watoto 10 5 wana udumavu. Na udumavu ni sio ugonjwa mtu kazaliwa nao. Ni namna ya sisi tunavyoishi. The Bantu.